Kamati ya sera ya fedha ilikutana jana tarehe 5 na kufanya tathmini ya mwenendo wa uchumi wa nchi yetu na mwelekeo wake katika robo ya pili ya mwaka huu. Kulingana na tathmini hiyo, kamati imeamua riba ya Benki Kuu kuendelea kuwa 6%. Kwa hiyo kwa muktadha huu, Benki Kuu itaendelea kutekeleza sera ya fedha ili kuhakikisha riba ya mikopo ya siku 7 baina ya benki inabaki ndani ya wigo wa 4 mpaka 8. Na mfumuko wa bei na kasi ya ukuaji wa uchumi nchini unatarajiwa kubaki ndani ya malengo. Hata hivyo, kutokutabirika kwa sera za biashara na migogoro ya kisiasa duniani inaweza kuathiri mwelekeo wa mfumuko wa bei na ukuaji wa uchumi katika kufikia malengo yake. Hivyo basi, uamuzi huu wa kamati unalenga kuukinga uchumi wetu dhidi ya athari zinazoweza kutokea kutokana na vikwazo vya kibiashara na migogoro ya kisiasa duniani. Mfumuko wa bei ulikuwa tulivu sambamba na matarajio kutokana na utekelezaji thabiti wa sera ya fedha na bajeti, uwepo wa chakula cha kutosha nchini pamoja na kupungua kwa bei za nishati duniani. Mfumuko wa bei ulipungua kufikia wastani wa 3.1 mwaka jana ukilinganishwa na wastani wa 3.8 wa mwaka 23. Sekta ya fedha imeendelea kuwa imara na thabiti ikiwa na ukwasi wa kutosha yenye kutengeneza faida na mtaji wa kutosha kukabiliana na mtikisiko wa kiuchumi. Kutoa shukrani kwa support ambayo Benki Kuu imeendelea kutoa kwa sekta ya kibenki, especially wakati wa tatizo la ukwasi mwaka jana na pia mwanzoni mwa mwaka huu. Tunafurahi kuona kwamba hatua zilizochukuliwa na Benki Kuu zimetufikisha kwenye hali ya sasa ambapo access kwenye Lombard imepungua, lakini pia tuna support the reforms that the Bank of Tanzania continues to implement, which are all aimed at greater operational efficiency and growth of the sector and the economy at large.